Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limefanikiwa kuwatia nguvuni watuhumiwa 18 wa makosa mbalimbali ikiwemo 6 ambao wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa na Mahakama Kuu Kanda ya Tabora baada ya kubainika pasi na shaka kuua kwa kukusudia katika nyakati tofauti tofauti, huku watuhumiwa wengine 9 wakikamatwa katika maeneo tofauti tofauti wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi zikiwa na jumla kilogramu 117 na kete 2062 na wengine wakikamatwa kwa kosa la kumiliki silaha pasi na kuwa na kibali. Mbali na silaha hii vile walikutwa na risasi 3 kama vile mnavyoona waandishi wa habari. Akitoa taarifa ya mafanikio ya jeshi la polisi katika kipindi cha mwezi Juni 18 hadi Julai 17 mwaka huu, kamanda wa polisi mkoani hapa, kamishna msaidizi wa jeshi hilo Twaha Lulengelule, mbele ya jopo la wanahabari, anabainisha undani wa taarifa hiyo. Mnamo tarehe 18 mwezi wa 6 2026 majira ya saa 8 mchana huko katika poli la Nkomango lililopo katika tarafa ya Kiwele, wilaya ya Sikonge, mkoa wa Tabora, askari wakiwa kwenye misako na doria walikamata watuhumiwa 4 wakiwa na silaha moja aina ya rifle model 70-458 isiyokuwa na namba, ilikuwa na risasi zake 3, wakiwa na miliki bila kuwa na kibali. Watuhumiwa wako mahakamani kujibu tuhuma inayowakabili. Vile vile katika doria na misako mbalimbali kama jeshi la polisi mkoa wa Tabora limekamata watuhumiwa 9 wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi ambazo watuhumiwa waliokamatwa maeneo mbalimbali ya mkoa wa Tabora wakiwa jumla na kilogramu 117 na kete 2062. Watuhumiwa wako mahakamani kujibu tuhuma zinazowakabili. Mahakama Kuu Kanda ya Tabora tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026 watuhumiwa 4 ambao walikuwa wanakabiliwa na kosa la mauaji kwa kukusudia wameweza kupatikana na hatia ya kifungo cha kunyongwa mpaka kufa. Watuhumiwa hao ni Majuto Lutema ana umri wa miaka 62, Sida Mayeka ana umri wa miaka 47, Kulwa Masunga Senga miaka 44 na Idi Ramadhani miaka 35. Ni wakazi wa wilaya ya Sikonge mkoa wa Tabora, walitiwa hatiani kosa la mauaji ya kukusudia na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Mahakama Kuu Kanda ya Tabora vile mnamo tarehe 19 mwezi wa 6 vile ilimtia hatiani mtu anaitwa Musa Malko miaka 28, mkazi wa Ushirombo wilaya ya Kahama, alitiwa hatiani kwa kosa la mauaji ya kukusudia na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Mahakama Kuu Kanda ya Tabora tarehe 17 mwezi wa 6 vile ilimtia hatiani mtuhumiwa Chandieli Fidel miaka 36, mkazi wa kijiji cha Mkola wilaya ya Ulambo, alitiwa hatiani kosa la mauaji ya kukusudia na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Aidha, ACP Twaha ameweka wazi juu ya ufikiaji wa wananchi katika kutoa elimu ya ulinzi shirikishi. Limeendelea kutoa elimu katika maeneo yote ya mkoa wa Tabora katika kupitia polisi kata na kufanya mikutano mbalimbali na makundi mbalimbali, ambapo jumla ya mikutano 1090 imeweza kufanyika na imeweza kufanywa na polisi kata katika wilaya zote. Kupitia elimu hiyo vimeundwa vikundi vya ulinzi shirikishi zaidi ya 100. Hiyo ya mafanikio ambayo imetolewa hii leo na jeshi la polisi kupitia kwa kamanda wa jeshi hilo hapa mkoani Tabora, kamishna msaidizi wa jeshi la polisi Twaha Lulengelule, ikibainisha mafanikio kadha wa kadha juu ya udhibiti wao ambao umefanyika katika kipindi cha mwezi Juni hadi mwezi Julai, ikiwepo mafanikio dhidi ya watuhumiwa waliohukumiwa kunyongwa mara baada ya kubainika kufanya tukio la uuaji wa kukusudia. Kutoka Tabora, mimi ni Michael Samuel George na hili Dial News Digital. Endelea kusubscribe, comment na kulike, lakini pia tufuatilie kupitia mitandao yetu mingine ya kijamii pale Instagram, Facebook na X kwa kuandika habari leo_TZ. Shukrani.